Jambo na asubuhi njema wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya uhinji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kututanisha pamoja katika siku hii ya kwanza wiki, ikiwa tarehe 6 Julai mwaka 2026. Siku inatufungulia ukurasa mpya, matumaini, nguvu na utayari wa kukabiliana na changamoto za kila siku. Mimi ni Loje Longa na kukaribisha katika taarifa yetu ya habari asubuhi, ambako tutakuletea kwa kina na uhalisikia mkubwa wa matukio muhimu endelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo jirani, hususan katika masuala usalama, siasa, afya, uchumi na maisha ya wananchi wetu. Leo tutazungumzia kwa undani matukio mbalimbali yaliyoacha athari kubwa katika maeneo ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri, na pia maendeleo ya kisiasa na kiuchumi katika taifa letu kwa ujumla. Basi endelea kuwa nasi, usiondoke, kwani habari zote muhimu na za uhakika ziko mbele yako kupitia Kivu News Info. Vile vile endelea kujuza, huenda ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya chochote kile, ningekuomba na kusifu kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha ndio nasema kujiabone, kueme, vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi endelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na ukatuambia maoni yako, aiza mapendekezo yako. Basi ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Katika taarifa ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyotolewa siku ya jana tarehe 5 Julai, jeshi limekemea vikali mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa kutumia droni za kijeshi ya aina TBTD dhidi ya maeneo yenye raia katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kwa mujibu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, mashambulizi yalifanyika kati ya tarehe 4 na tarehe 5 Julai yanadaiwa kutekelezwa na muungano wa RDF, M23 pamoja na washirika wao wa Twirwaneho, Red Tabara na Ngumino. Jeshi linasema kwamba mashambulizi hayo yamelenga maeneo ya makazi ya raia na kusababisha vifo pamoja na majeruhi sambamba na uharibifu mkubwa wa mali za wananchi. Katika eneo la Baraka mkoani Kivu Kusini, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linasema kuwa shambulio jipya la drone limeua na kujeruhi raia kadhaa, huku idadi kamili walipoteza maisha na majeruhi ikiwa bado inahakikiwa. Jeshi linasema kwa tukio limeongezeka kwenye orodha matukio yanayolenga raia katika eneo lenye mvutano wa muda mrefu wa kiusalama. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeripoti kuwepo kwa kile kinachokita ukamataji wa kiholela wa vijana raia katika maeneo yanayodhibitiwa na muungano wa RDF na M23 wakitumiwa kwa kushirikiana na FDLR bila kufuata taratibu za kisheria. Jeshi limekumbusha kuwa raia hawapaswi kabisa kulengwa na mashambulizi wala kudhibitiwa na namna yote inayokiuka sheria za kimataifa za kibinadamu. Limeeleza kuwa vitendo hivyo vinakiuka wazi misingi ya ulinzi wa raia wakati wa vita na vinazidisha hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Katika ujumbe wake, FARDC imepongeza wananchi wa Kivu Kaskazini na Kusini kwa kile wanachokiita ujasiri, uvumilivu na uzalendo wao katika kukabiliana na hali ya vita inayoendelea. Jeshi limetaka wananchi hao kubaki makini, kuwa wamoja na kuendelea kuunga mkono taasisi za serikali pamoja na majeshi ya ulinzi wa usalama. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pia imesisitiza upya dhamira yake ya kulinda mipaka taifa, kuhifadhi uadilifu wa eneo la nchi na kuhakikisha usalama wa raia wote. Jeshi linasema litaendelea na operesheni zake za kijeshi kwa mujibu wa katiba na majukumu yake ya msingi ya kulinda nchi. Katika hitimisho lake, FARDC inasema kwa itaendelea kupigania ulinzi wa taifa hadi mwisho, ikiwa ni pamoja na kujitoa kwa hali na mali kwa kile kinachokiita ulinzi wa mamlaka ya taifa, huru na uadilifu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya dharura itolewa na vyanzo vya eneo la Kivu Kaskazini ambavyo vimeomba kubaki bila kutaja majina inaeleza kutokea kwa shambulio la kuvizia lililotekelezwa na wapiganaji wanaojulikana kama Wazalendo katika eneo la Katale ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga, si mbali na Rumagabo, siku ya jana mchana wa Jumamosi tarehe 5 Julai majira saa 10:34. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo vya ndani, shambulio linadaiwa kuwa la ghafla na la kuvizia sababisha vifo vya wanajeshi kadhaa wanaohusishwa na upande wa Rwanda walikuwa wakipita au walikuwa katika harakati za kijeshi katika eneo
hilo lenye msitu mikubwa na mazingira magumu ya milimani. Taarifa hizo zinaeleza kwamba mapigano yalizuka kwa kasi kubwa baada ya wazalendo kuwavamia wapiganaji hao katika eneo la Katale, jambo lilosababisha milio ya risasi kusikika kwa muda na hali ya taharuki kutanda katika kijiji na maeneo jirani ndani ya hifadhi ya Virunga. Vyanzo hivyo vinasema kwamba mapigano yalidumu kwa muda kabla ya hali kutulia, huku upande umoja ukidai kupata mafanikio ya kijeshi katika shambulio hilo. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka upande wa jeshi la Rwanda au mamlaka za kijeshi zinazohusika kudhibitisha kwa kina idadi ya walioumia katika tukio hilo. Taarifa zinazotolewa na vyanzo vya eneo zinabaki kuwa na hali za awali na bado hazijathibitishwa na mamlaka huru au taarifa rasmi za serikali. Wakazi wa maeneo karibu na Katale na Rumangabo wanasema walisikia milio ya silaha nzito na madogo kwa muda, halo lazimu baadhi ya kujificha kukimbia maeneo salama zaidi kwa kufia usalama wao. Wengine wameripoti kuona harakati za vikosi vya kijeshi katika njia mbalimbali zinazoelekea ndani ya hifadhi hiyo maarufu kama Virunga, ambayo mara nyingi hutumika pia kama eneo la mapigano kati ya makundi tofauti yenye silaha. Swali linakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni tete, huku makundi mbalimbali ya kijeshi na wanamgambo wakiendelea kushtumiwa kwa mapigano na siri raia na kuzidisha hali ya taharuki katika maeneo ya Kivu Kaskazini. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema kwa eneo la Virunga na maeneo ya karibu na Rumangabo mara kwa mara imekuwa likikumbwa na matukio ya mapigano kutokana na uwepo wa makundi tofauti yenye silaha, hali inayofanya eneo hilo kubaki kuwa mojawapo wa maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama katika ukanda huo wa mashariki. Hadi sasa mamlaka husika haijatoa taarifa rasmi ya kina kuhusu tukio hilo, na bado kuna haja ya uthibitisho zaidi ili kufahamu ukubwa halisi wa hasara iliyotokea, idadi ya waliohusika, pamoja na hali ya sasa ya wanausalama katika eneo la Katale ndani ya hifadhi ya Virunga. Katika eneo la Kabanda lipo katika mkusanyiko wa Kibirizi ndani ya sheferia ya Bwito katika eneo la Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Taarifa za ndani zinaeleza kwa kutokea kwa tukio la kusitisha la utekaji nyara ulisababisha vifo vya watu wawili. Tukio lilitokea katika usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 5 Julai. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, watu hao wawili ambao wote ni wanaume na wakuu wa familia walitekwa nyara na watu wenye silaha wanaovamia kijiji cha Kabanda katika muda wa saa 2 za usiku kati ya tarehe 4 na tarehe 5 Julai. Naripotiwa kwa shambuliaji hao waliwakamata kwa nguvu na kuwapeleka kusikojulikana, alozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Baada ya tukio hilo, wakazi wa kijiji walianza harakati ya ufuatiliaji kwa usiku mzima, lakini juhudi hizo hazikuzaa matunda. Hata hivyo, alfajiri ya Jumapili miili ya watu hao wawili iligunduliwa ikiwa imelala karibu na kijiji cha Kabanda. Ugunduzi huo uliamsha hisia kali za huzuni, hasira na taharuki kubwa miongoni mwa jamii ya eneo hilo. Baada ya miili hiyo kupatikana, wakazi wa Kabanda walikusanyika kwa wingi na kufanya maandamano kuelekea ofisi ya kijiji wakitaka mamlaka za mitaa kuchukua hatua za haraka kwa baina ya kuwakamata waliohusika na mauaji hayo. Wanaeleza kuwa hali ya ukosefu wa usalama imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu na sasa imefika kiwango cha kutisha. Tukio limesababisha usumbufu mkubwa katika shughuli za kila siku za kijiji hicho, ambako biashara, usafiri na shughuli za kijamii zilisimama kwa muda kutokana na hali ya taharuki na maandamano ya wananchi waliokuwa wakidai haki na ulinzi. Hadi sasa sababu za moja kwa moja za mauaji hayo bado hazijafahamika na hakuna kundi la watu waliotangaza kuhusika na tukio hilo. Hali imezidi kuongeza wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Kabanda na maeneo jirani ambao wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na matukio ya mara kwa mara ya uvamizi na utekaji nyara. Viongozi wa eneo hilo wanakabiliwa na shinikizo kubwa la kuhakikisha uchunguzi unafanyika ili kubaini waliohusika na kuhakikisha usalama wa raia unarejea, hasa ikizingatiwa kuwa eneo hilo la Kibirizi limekuwa likikumbwa na matukio ya aina hiyo mara kwa mara katika miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa wakazi, si mara ya kwanza kwa matukio kama hayo kutokea. Inakumbuka kwa mwezi uliopita tukio jingine liliripotiwa katika eneo hilo hilo ambako watu wenye silaha waliteka nyara wanachama wawili wa kanisa la Adventisti wa Sabato pamoja na kupora mali mbalimbali za samani. Matukio yanazidi kuongeza hofu na kuzofisha imani ya wananchi kuhusu usalama wa maeneo hao. Hadi sasa hali ya Kibanda na Kibirizi inaendelea kuwa taharuki, huku wananchi wakisubiri hatua za haraka kutoka kwa mamlaka za usalama ili kurejesha utulivu na kuhakikisha matukio kama haya hayajirudii tena. Ripoti ya kundi ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imebua picha mpya ya kina kuhusu uwepo wa matukio ya muundo wa kijeshi, mtandao wa silaha na shughuli za kikundi la Convention pour la Revolution Populaire ambalo limeongozwa na Thomas Lubanga, mtu ambaye zamani alitumiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa uhalifu wa kivita. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyowasilishwa kwa wariri na kituo cha Kivu News Info na kusomwa leo tarehe 5 Julai mwaka 2026, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kuwa hadi kufikia mwisho wa mwaka Oktoba
Oktoba mwaka 2025, kundi hilo lilikuwa bado limejikita zaidi katika maeneo ya pwani ya Ziwa Albert karibu na Nyamamba katika mkoa wa Ituri. Hata hivyo, baada ya kipindi hicho lilianza kupanua ushawishi wake kwa kasi ndani ya eneo la Njugu ambako liweka kambi kuu 3 za kijeshi, huku makao yake makuu yakihamishwa kijiji cha Bule ambacho ni nyumbani kwa kiongozi wake Thomas Lubanga. Ripoti inaeleza kuwa kundi la CRP limejipanga kwa mtandao mpana wa kusambazaji wa silaha unaovuka mipaka ya kimataifa. Dawa kwa kundi hilo limekuwa likitumia mtandao ya magendo ya kikanda inayofanya kazi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Rwanda na Sudan Kusini ili kupatia silaha na risasi. Limehusishwa pia na unyakuzi wa uporaji wa hifadhi za silaha zinazodaiwa kumilikiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua inaongoza uwezo wake wa kijeshi katika eneo la vita. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa pia wameeleza kuwepo kwa madai ya uhamishaji wa vifaa vya kijeshi kutoka kwa baadhi ya wanachama wa jeshi la ulinzi ya wananchi wa Uganda UPDF kwenda kwa CRP. Ripoti inataja ushindani unaodai kuwa mwanzoni mwa mwaka 2025 vifaa vya kijeshi vilihamishwa katika maeneo Kasenyi, Chomia, Bule, Njaiba na Fataki wakati wa mapigano kati ya CRP na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akianza tena kushika kasi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tangu mwezi Agosti mwaka 2015, CRP imekuwa ikiendesha mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya vikosi vya serikali vya FARDC katika maeneo ya pwani ya Ziwa Albert, ikiwa na lengo la kudhibiti maeneo ya kimkakati katika eneo la Njugu. FARDC pia imeripoti kujibu mashambulizi yao kwa kutumia silaha nzito pamoja na mashambulizi angani, alionyesha ukubwa wa vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Ripoti hiyo inaongeza kuwa mapigano yamesababisha madhara makubwa kwa raia. Tangu Disemba mwaka 2015, mapigano kati ya CRP na FARDC katika eneo la Bule na maeneo jirani imesababisha uhamiaji mkubwa wa watu, huku maelfu ya familia zikilazimika kuyahama makazi yao. Kumekuwepo na ripoti za mashambulizi dhidi ya raia, jambo ambalo limezidisha hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi katika jimbo la Ituri. Zaidi ya hao, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema CRP imeanzisha mfumo wa ukusanyaji kodi kwa njia ya hiari, lakini pia kulazimisha ikipata fedha za kuhifadhi shughuli zake za kijeshi. Mfumo huo, wa mujibu wa ripoti hiyo, imetumika kama chanzo kikuu cha mapato ya kundi hilo katika kuendeleza vita. CRP yenyewe kama ilivyoelezwa katika taarifa zake za kisiasa inajitambulisha kama harakati ya mapinduzi inayolenga kubadilisha hali ya utawala nchini Kongo. Inadai kupinga rushwa, uadilifu wa mali ya umma, uzalifu wa serikali pamoja na kile kinachoitwa uharibifu wa mfumo wa utawala na usiri maendeleo ya wananchi. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa unaendelea kuchukulia kama kundi lenye silaha linalohusika katika mapigano ya kivita na kiukwaji wa haki za binadamu. Historia ya Thomas Lubanga pia inaelezwa kwa kina katika mkataba huu. Alikamatwa mwaka 2006 chini ya hati ya kukamatwa kwa CRP. Ya kesi yake ilianza mwaka 2019 kwa tuhuma za kuhusisha watoto chini ya umri wa miaka 15 katika mgogoro wa kijeshi. Mwaka 2012 alipatikana na hatia kuhukumiwa kifungo cha miaka 14 jela kabla ya kuachiliwa mwaka 2012 baada ya kutumikia sehemu ya adhabu yake. Baada ya kuachiliwa, Lubanga alijiunga na kikosi kazi cha rais kinachoundwa na Rais Antoine Tshisekedi kwa lengo la kuhamasisha amani katika mikoa ya Ituri na kuwazuia vijana kujiunga na makundi yenye silaha. Hata hivyo, ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa juhudi hizo hazikuzaa matunda yaliyotarajiwa, kwani hali ya usalama inaendelea kuzorota katika baadhi ya maeneo. Katika kipindi cha baadaye, Lubanga alijaribu kujihusisha tena katika siasa za eneo la Ituri, lakini alikumbwa na changamoto za kisiasa, ikiwa ni pamoja na kubadilishwa kwa nafasi yake ya ubunge na kubadilishwa na mtu mwingine. Kwa ujumla, ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inaonyesha hali ya wasiwasi mkubwa katika mkoa wa Ituri, ambako mchanganyiko wa makundi yenye silaha, masuala ya kisiasa, mitandao ya silaha na migogoro muda mrefu vinaendelea kuchochea ukosefu wa utulivu na kuathiri vibaya raia wa kawaida. Huduma za usafiri wa umma kati ya Bunia, Mungwabalu na Haru katika mkoa wa Ituri zimesitishwa kwa zaidi ya wiki moja sasa kufuatia hatua za kutahadhari zilizochukuliwa ili kudhibiti kuenea kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoripotiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo ya mkoa huo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wadau wa eneo hilo, uamuzi wa kusitisha usafiri huo ulitokana na kampeni za kuhamasishaji zilizotangazwa na jamii ya kiraia baada ya kubaini kuwa kulikuwa na hatari kubwa ya maambukizi kutokana na mwenendo mkubwa wa watu kati ya maeneo ya Bunia, Mungwabalu na Haru. Mikoa inatajwa kuwa na uhusiano wa karibu wa kibiashara na kijamii, anaongeza kasi ya uwezekano wa kusambaa kwa virusi hivyo. Taarifa zinaeleza kuwa katika wilaya ya Haru pekee tayari kumerekodiwa angalau visa 7 vinavyothibitishwa vya Ebola, ambako kati ya hivyo watu 4 tayari wamepoteza maisha. Kati ya visa hivyo 4 vimeripotiwa katikati ya mji wa Haru wenyewe, ambako vifo kimoja kimethibitishwa, huku visa 3 vilipotiwa katika eneo la Angba, vikiwa vyote vimesababisha vifo vya ugonjwa huo. Hali imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi na viongozi
viongozi wa eneo hilo, hasa ikizingatiwa kuwa Aru ina uhusiano wa karibu na usafiri na biashara ya maeneo mengine Ituri kama Bunia na Mongobalu, ambapo inatajwa kuwa katika hatari ya kuathirika zaidi ikiwa na hatua za haraka hazitachukuliwa. Katika kukabiliana na leo, wadau wa jamii na kiraia wameiweka mstari wa mbele katika kampeni za uhamishaji, wakikumbusha wananchi kuhusu hatari ya ugonjwa wa Ebola na umuhimu wa kuchukua tahadhari kali. Wamefanya mikutano na wamiliki wa makampuni za usafiri na mabasi na magari ya abiria, wakitoa wito wa kusitishwa kwa muda wa safari zote katika njia hizo kupunguza kasi ya maambukizi. Baada ya mashauriano, uamuzi wa kusitisha usafiri kati ya Bunia, Mongobalu na Aru ulianza kutekelezwa rasmi zaidi wiki moja iliyopita. Kwa sasa utekelezaji wake unaendelea katika maeneo husika. Hatua imepokelewa kama njia ya dharura ya kulinda afya ya umma katika mazingira ambayo maambukizi yanaonekana kuendelea kuenea. Mbunge wa mkoa Antoine Mopepe ameunga mkono hatua hiyo, akisifu kama uamuzi wa busara unasaidia kupunguza hatari ya kusambaa kwa ugonjwa. Hata hivyo, amesisitiza ni muhimu kuwa mamlaka za kisiasa na kiutawala kuingia kamilifu katika uratibu wa hatua kama hizi ili kuhakikisha zinakuwa na nguvu za kisheria na utekelezaji mpana zaidi katika maeneo yote yaliyoathirika au yaliko hatarani. Kwa jumla, hali ya sasa katika eneo la Ituri inaendelea kuwa ya tahadhari kubwa, huku juhudi za pamoja za serikali, jamii ya kiraia na viongozi wa eneo zikilenga kudhibiti kabisa mlipuko wa Ebola kabla hujasambaa zaidi katika maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gavana wa kijeshi wa mkoa Kivu Kaskazini, Meja Jenerali Somo Kakule Evariste amerudi katika mji wa Beni baada ya kushiriki kikao cha kimkakati cha usalama kilichofanyika mjini Kisangani, kikihusisha magavana watano kutoka maeneo tofauti ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za ndani ya utawala wa kijeshi, kikao hicho kilikuwa na lengo kuu la kujadili hali ya usalama endelea kuzorota katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi, pamoja na kuimarisha utaratibu wa pamoja kati ya viongozi wa mkoa ili kukabiliana na vitisho vinavyoendelea, hususan kundi la ADF na makundi mengine yenye silaha. Katika mazungumzo yaliyowaleta pamoja viongozi wa mikoa kimkakati, swala la mashambulizi ya mara kwa mara ADF dhidi ya raia na vikosi vya usalama ilipitiwa kipaumbele cha juu. Washiriki wajadili njia bora ya kuimarisha operesheni za kijeshi, kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuongeza ushirikiano kati ya maeneo mbalimbali ili kuzuia mapigano yasienee zaidi. Taarifa zinaeleza kwamba mkutano huo pia ulilenga kuangalia changamoto za usalama zinazokabili maeneo ya mpakani na maeneo ya vijijini ambako makundi yenye silaha yanaendelea kujipenyeza na kufanya mashambulizi dhidi ya raia, jambo ambalo limeendelea kusababisha vifo, uharibifu wa mali na kuhama kwa makazi ya watu wengi. Baada ya kumalizika kwa kikao hicho mjini Kisangani, Meja Jenerali Somo Kakule Evariste alirejea Beni ambako anatarajiwa kuendelea na uongozi wa operesheni za kijeshi katika Kivu Kaskazini. Uwepo wake unachukuliwa kuwa umuhimu katika kusimamia mikakati ya usalama katika eneo hilo ambalo limekuwa likikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kwa muda mrefu. Viongozi wa kijeshi wanasema kwa kurudi kwake kunalenga kuimarisha ufuatiliaji wa moja kwa moja wa hali ya usalama na kuhakikisha kwa maamuzi yaliyofikiwa katika kikao cha Kisangani yanatekelezwa kwa ufanisi katika ngazi ya mkoa. Kwa ujumla kikao hicho kinatazamwa kama sehemu ya juhudi za serikali na mamlaka za kijeshi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za kuimarisha ushirikiano wa kikanda ndani ya nchi, hasa katika maeneo yanaendelea kukumbwa na machafuko mara kwa mara yanayosababishwa na makundi yenye silaha kama ADF ambao wamekuwa wakihusishwa na mashambulizi ya raia katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Mji wa Bujumbura umekuwa ukishuhudia tangu mwisho wa wiki iliyopita wimbi la ujira wa wajumbe mbalimbali kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiliokaribishwa kushiriki mashauriano ya kisiasa yanayolenga kujadili hali na ya mgogoro wa kisiasa unaendelea nchini DRC. Mashauriano yameitishwa na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa Umoja wa Afrika katika juhudi zinazoelezwa za kujaribu kuchangia kutafuta suluhisho la mvutano wa kisiasa nchini DRC kupitia mazungumzo ya pande mbalimbali. Mkutano unafanyika katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, ambao kwa sasa umegeuka kuwa kituo muhimu cha diplomasia ya kikanda. Miongoni mwa waliofika ni kiongozi wa ngazi ya juu wa muungano wa upinzani nchini DRC anajulikana kama C64. Kundi hilo linajumuisha Martin Fayulu, Deli Sesenga, Dieudonné Balongetenge, Jean-Marc Kabunda na Frank Chiamala. Viongozi wao wamewasili Bujumbura kwa lengo la kushiriki moja kwa moja katika mazungumzo hayo ya kisiasa ambayo wanatarajiwa pia kufanya mawasiliano ya moja kwa moja na uongozi wa Burundi chini ya Rais Ndayishimiye. Uwepo wa viongozi wao
wa upinzani unaashiria umuhimu wa mazungumzo haya katika kujaribu kutafuta suluhisho la amani kwa changamoto za kisiasa zinaloikumba taifa la DRC, hasa katika kipindi ambacho mvutano kati ya serikali na makundi ya kisiasa na kijamii umeendelea kuongezeka. Mbali na wanasiasa wa upinzani, viongozi wa dini pia wamehusishwa kikamilifu katika mashauriano haya, jambo linaonyesha jitihada za kuhusisha sauti za jamii na kiroho katika mchakato wa kutafuta amani. Askofu Mkuu Ejima Nyapiama, ambaye ni mwenyekiti wa jukwaa la makanisa ya dini mbalimbali pamoja na makanisa wa mwisho nchini DRC, pia amefika Bujumbura kushiriki katika mazungumzo hayo. Ujumbe mwingine umetoka kwa kanisa Katoliki pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo SSC, taasisi mbili kubwa za kidini ambazo mara nyingi zimekuwa na nafasi muhimu katika mazungumzo ya kitaifa kuhusu amani, demokrasia na utulivu wa kijamii nchini DRC. Kwa jumla, mashauriano yatakutanisha mara ya kwanza katika mazingira ya kimataifa wanasiasa wa upinzani na viongozi wa madhehebu makubwa ya kidini kutoka DRC wajadili pamoja hali ya mzozo wa siasa unaendelea nchini. Halima inaonyesha jitihada za kujaribu kuleta mtazamo mpana unajumuisha siasa za dini katika kutafuta suluhisho la kudumu na mgogoro huu. Tukio la Bujumbura linatazamwa kama hatua muhimu ya diplomasia katika eneo la maziwa makuu, ambapo Burundi chini ya uongozi wa Rais Ndayishimiye imechukua jukumu la kuwa mpatanishi na jukwaa la mazungumzo kati ya makundi mbalimbali ya kisiasa ya DRC. Hata hivyo, bado hajajulikana kwa undani matokeo moja kwa moja ya mazungumzo haya yatakuwa nini, lakini matarajio ni kuwa yanaweza kuchangia kupunguza mvutano wa kisiasa na kufungua njia ya mazungumzo mpana zaidi ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa muda wa viwanda na waziri wa ujasiriamali na maendeleo Justin Kalumba Mwanangongo pamoja na waziri wa biashara nje Julien Paluku wamewasili Jumapili mjini Lubumbashi katika mkoa wa Katanga kwa ajili ya kutekeleza ziara ya kikazi inayolenga kukuza na kuimarisha viwanda vya ndani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Biashara Nje, viongozi wao wawili wa serikali walipokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa Luano na waziri wa mkoa anashughulikia jinsia, familia na watoto Koko Kanku, ambaye pia alikuwa akihakimu majukumu ya Wizara ya Biashara katika ngazi ya mkoa. Ziara hii ya mawaziri hao inatajwa kuwa ni muhimu mkubwa katika mikakati ya serikali na kuimarisha uchumi wa viwanda nchini, hasa katika ukanda wa kusini mwa Kongo ambao unachukuliwa kuwa kitovu muhimu cha uzalishaji wa viwanda na biashara. Katika ratiba ya shughuli zao, mawaziri hao wanatarajiwa kuzindua rasmi baadhi ya vitengo vipya vya viwanda vinavyokamilika pamoja na kushiriki katika uwekezaji wa jiwe la msingi la miradi miwili mikubwa ya viwanda inavyojengwa katika eneo hilo. Miradi inahusisha viwanda vya kutengeneza nyanya za umeme na chini yalizi pamoja na viwanda vya usafishaji wa mirija ya chuma ina ya Tibe Kare ambayo inatarajiwa kuchangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya sekta ya ujenzi na nishati nchini. Serikali inaeleza kuwa miradi ni sehemu ya mpango mpana wa kukuza viwanda vya ndani na kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya nchi na kuongeza ajira kwa wananchi hasa vijana wa Kongo. Justin Kalumba na Julien Paluku wanatarajiwa kufanya mikutano na wafanyabiashara na wawekezaji wa ndani ili kujadili changamoto zinazokabili sekta ya viwanda nchini. Mazungumzo yanajikita zaidi katika suala la ushindani usio wa haki unaokumba wazalishaji wa ndani ambao mara nyingi kukumbana na bidhaa zinazoingia nchini kwa bei chini na isiyoendana na gharama halisi za uzalishaji. Pia mojawapo ya hoja kubwa zitakazojadiliwa ni tatizo la katika mpaka kwa Sumbalesa ambao ni moja ya njia za kuza biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Serikali inasema kuwa hiyo imekuwa kiasiri ukuaji wa viwanda vya ndani kutokana na kuingia kwa bidhaa visivyo vya viwango vya ushindani wa haki. Katika mapokezi yao, waziri pia walipokelewa na wanachama wa viongozi wa kisiasa wa muungano Union Sacrée de la Nation unaunga mkono Rais Tshisekedi. Alionyesha pia mwelekeo wa kisiasa unaoambatana na juhudi za serikali katika kukuza maendeleo ya kiuchumi kupitia sekta za viwanda. Kwa jumla, ziara hii ya Lubumbashi inaonekana kuwa sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuimarisha misingi ya uchumi viwanda nchini DRC kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa ndani, kuvutia uwekezaji na kupunguza utegemezi wa bidhaa za nje, sambamba na kuimarisha nafasi za Kongo kama kitovu cha viwanda katika ukanda wa Afrika ya Kati na Kusini. Kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Africa tarehe 6 Julai mwaka 2026. Na vile kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ya kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda
mwafaka. Basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani, naomba ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Tedoje Longa. Basi nakutakia asubuhi njema, mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku na jumla siku yenye mwanzo mwema wa wiki mpya. Basi asanteni sana na Mungu aendelee kuwabariki na tuendelee kukutana katika taarifa zetu za mchana. Bye bye na chahu, baki salama.